Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Novemba 2, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema uvunjaji wa agano. Soma Yoshua sura ya 7. Ni zipi zilikuwa sababu kuu mbili za kushindwa kwa Israeli mbele ya wakazi wa Ai? Inapendeza kuona kwamba msomaji anajua kutokea mwanzo sababu ya hasira ya Yahwe pamoja na jina la mkosaji. Hivyo hali ya taharuki ya kisa hiki ya kufunua uovu wa Akani inaonyeshwa kwa mvutano kati ya mtazamo wa msomaji na ule wa Yoshua na Waisraeli. Kama zilivyo sura zingine nyingi za Agano la Kale, Yoshua sura ya 7 ina muundo wa mpishano. Sehemu ya katikati, sehemu ya kilele, ndani yake yapo majibu ya swali la kwa nini Waisraeli hawakuweza kuishinda Ai kwenye shambulio lao la kwanza. Zipo sababu kuu mbili za kushindwa kwa Israeli dhidi ya wakazi wa Ai: dhambi ya Akani na kujiamini kwa Waisraeli kupita kiasi katika nguvu zao wenyewe. Hali hii ya pili ya kujiamini kupita kiasi ilileta matokeo ya kupuuzia kutaka ushauri wa mapenzi ya Bwana kabla ya kuishambulia Ai na hali yao ya kushindwa kupima nguvu ya adui. Kulingana na Yoshua sura ile ya 7 aya ya kwanza, aya 11 hadi 13, tunaweza kuona kwamba ingawa Akani alikuwa ndiye mhusika wa kitendo cha hiana cha kuvunja ile marufuku iliyokuwa imewekwa, taifa zima linawajibishwa na kuteseka kutokana na kile alichofanya. Mungu anaielezea dhambi ya Akani kwa kuonesha taratibu ukubwa wake kwa njia ya kulimbikiza kwenye aya ya 11 ya kielezi tena, yaani Kiebrania gam. Kwanza, neno lililozoeleka sana la Israeli la dhambi, kata. Kisha kitendo cha uhalifu kinaelezewa kwa dhambi 5 mahususi zinazotambulishwa kwa kielezi gam. 1. Abar, pia kuvuka mpaka. 2. Hata kuchukua, lagak, kutoka katika vitu vilivyotengwa kwa ajili ya uangamivu, kerem. 3. Vile kuiba, ganab. 4. Pia kudanganya, kakash. Na 5. hata kuweka, yaani sim. Kerem iliyoibwa kati ya vitu vyao. Agano kati ya Yahwe na Israeli lilihusisha watu katika viwango vya mtu mmoja mmoja na jumuiya pia. Kwa kuzingatia lile agano, Israeli inachukuliwa kama umoja usioweza kugawanyika wa taifa teule la Mungu. Kwa hiyo dhambi ya mmoja au hata baadhi ya watu kati ya watu wake inaleta hatia kwenye jumuiya yote ya kiagano. Kama Bwana alivyosema, Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Yoshua sura ile ya 7 aya ya 11. Ni kwa njia gani jamii katika ujumla wao zinaweza kuteseka au zimeteseka kutokana na matendo mabaya ya mtu mmoja mmoja kwenye jamii? Ni mifano gani unayoweza kuifikiria na jamii iliguswa kwa namna gani? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 2, siku ya Jumapili, mada ikisema uvunjaji wa agano. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.